Karibu tena darasani, siku nyingine tena hapa tunakutana kama ilivyo ada, tukiendelea na Bible study yetu ama uchambuzi wa maandiko na somo ambalo tumekuwa nalo nafikiri kwa wiki kadhaa hapo nyuma ni mambo muhimu katika kuyaelewa maandiko matakatifu. Haleluya. Mambo muhimu katika kuyaelewa maandiko matakatifu. Bila shaka hii itakuwa ni sehemu ya 7, si ndio? Hii itakuwa ni sehemu ya ngapi? Ya 7. So tunaomba tena kwamba macho ya mioyo yetu yanaangaziwa, tunatiwa nuru, tunatiwa nuru, tunapata na kupokea maarifa ya ufunuo kwa kazi ya Roho katika utu wa ndani. Kwa mambo yale ambayo tunajifunza baada ya kufanya study na kufanya uchambuzi wa kimuktadha, wa kihistoria na mambo kadha wa kadha, basi tunapata kuona maana na mantiki ya mambo haya katika maisha yetu ya Kikristo, katika mpango wa Mungu duniani kwa ajili yetu na kila ambacho Mungu anataka tutembee nacho. So tunapokea leo pasipo mkanganyiko. Kuna nafasi ya makosa kwenye kufundisha, au kuna nafasi ya makosa kwenye kupokea kwetu. Bali tunajengwa, tunafaidiwa na Kristo anatukuzwa. Amen. Hallelujah. So katika session iliyopita tulikuwa tunaangazia intertextual corroboration. Do you remember? Tulisema ni nini hiyo kwa Kiswahili? Uthibitishaji kwa mwingiliano wa maandiko. Okay. Tulisema intertextual intertextuality ni hali ambapo unajaribu kushape ama unaipasula maana ya fungu kwa kutumia fungu lingine. So waandishi katika maandiko tumeona kama katika uandishi katika Biblia jinsi ambavyo ilivyo ni kwamba waandishi wa mbele walikuwa wakiandika wakiwa na usuli, au maandishi yao yakiwa na usuli, yakiwa na background kama maandishi yaliyotangulia au waandishi waliopita. Amen. So maana yake tukasema Biblia hauwezi ukaisoma kipande tu. Unataka kuelewa Biblia, you have to read it all together, or you read one into another. You read one text into another. Nasoma fungu lingine katika fungu lingine. Kwa hiyo tuna maandiko yanatakiwa kusomwa kwa pamoja. Wataalamu wa theolojia wanaita holistic reading. Holistic reading. Nasoma holistically. Nasoma yote kwa pamoja. Haubagui, au ina preference. Una kisehemu fulani mimi napendelea Agano Jipya. Huwezi kuelewa Agano Jipya bila kuwa na maandiko ya Agano la nini? La Kale. Au mimi napendelea kitabu fulani tu. Kila kitabu kina muktadha wake. Waandishi wanafundisha ama wanadokeza, make allusion to the earlier writings kutoka katika maandiko yaliyotangulia, jaribu kufundisha watu wa kizazi chao kweli zile ambazo Mungu alifundisha watu wa kizazi kingine kwa kutumia watumishi wake. Amen. Hiyo iko clear. So wakati tunajifunza intertextual corroboration tulikuwa tunaangazia maji ya nini? Ya Nuhu. Yes. Bongo tunaweza kaendelea namna hii Okay. Tunaangazia nini? Maji ya Nuhu. Kwa tumejifunza sana kwa sehemu sio sana. Tumejifunza kiasi fulani kuhusiana na masimulizi ya gharika na mazingira yake kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 6. Kwa tunarejea sura ya 5, tukarudi mpaka sura ya 1, tukaangazia mambo kadha wa kadha, tukaenda sura ya 6, tukaona sura ya 7. Ujaribu kujifunza tu mazingira yaliyokuwa yanazunguka hiyo kauli maji ya Nuhu. Ambayo tumeisoma kutoka kwenye kitabu cha nani? Isaya sura ya 54. Mstari wangapi ule? Wa 9. Jambo hili limekuwa kama maji ya Nuhu kwangu. Let's go back there and then tutaendelea. Jambo hili limekuwa kama maji ya Nuhu kwangu. Intertextual corroboration. Kwa maana jambo hili limekuwa kama maji ya Nuhu kwangu, maana kama nilivyoapa ya kwamba maji ya Nuhu hayatapita juu ya dunia tena, kadhalika nimeapa ya kwamba sitakuonea hasira wala kukemea. Maji ya Nuhu. So tumekuwa tunaangazia maji ya Nuhu. Tukasema literally inakupeleka tu haraka kufikiri kuhusiana na gharika katika kipindi cha Nuhu na masimulizi yao unayapata kwenye sura ya 6 na 7 ya kitabu cha nini? Cha Mwanzo. Glory to God. Kwa hiyo tulisema kwamba inatosha kusema baada ya mambo tuliyoangazia
kwamba story ama masimulizi ama hadithi ya gharika na safina ya nini, ya Nuhu, ni mwandishi akijaribu au akielezea au akifundisha au akielezea kwa matumizi ya vielelezo, figurative expressions, vielelezo, lugha ya picha, kwa watu wale wasikilizaji wake. Kwanza alikuwa anataka kueleza nini? Anataka kuelezea mpango wa Mungu. Do you remember? Mpango wa Mungu, lakini pia mwitikio wa mtu, man's response kwa huo mpango ambao unaweza kawa ni nini? Kuamini ama kutokuamini, si ndivyo? Lakini pia anataka kuelezea nini? Consequences, ambazo ni matokeo ya mwitikio wa mwanadamu. Matokeo haya yanaweza kuwa kuhesabiwa haki, kuwa just, righteous, ama kuwa mwenye dhambi au muovu. Lakini pia kuelezea ukombozi na wokovu wa Mungu kutoka katika dhambi, kwenye mabano giza, kwenye mabano wovu. Lakini pia kuelezea judgment of sin, hukumu ya nini? Ya dhambi. Dhambi ambayo ni nini? Unbelief in the promise, ama kutokuamini katika ahadi, kutokuamini katika wokovu wa Mungu, kutokuamini katika agano, kutokuamini katika neno la Mungu. Amen, amen. So dhambi ambayo ni kutokuamini katika ahadi, kutokuamini katika agano, kutokuamini katika neno la Mungu, vinakwenda sambamba na kitu kinaitwa giza, vinakwenda sambamba na kitu kinaitwa uovu. Okay, sawa sawa, asante sana. So Peter pia, not Peter, Yesu pia katika siku zake alirejelea siku za Nuhu katika kufundisha hukumu kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 24. Yesu pia katika kitabu cha Mathayo sura ya 24, you can go there. Nirudie. Yesu katika kuelezea siku za Nuhu alifundisha hukumu, kuhusu hukumu. Hapo tuseme Yesu alifundisha hukumu kwa kutumia siku za Nuhu kwenye kitabu gani? Mathayo 24. Yani alirejelea siku za Nuhu kufundisha nini? Hukumu. Jesus referenced the days of Noah to teach what? Judgment. Yesu alirejelea siku za Nuhu kufundisha hukumu. Wapi? Kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 24. So maji ya gharika unaweza ukaona yanatumiwa kufundisha judgment. Do you understand? So Mathayo 24:37 anasema, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile alivyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Glory to God. So he's teaching about what? Judgment. Hukumu. Kwa kutumia story ya Nuhu. Peter pia, Petro katika Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 4, wa pili wa Petro sura ya 2 mstari wa 4 anasema, kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni, akawatia katika vifungo vya giza walindwe hata ije hukumu, wala hakuuachilia mstari wa 5, wala hakuuachilia ulimwengu wa kale, bali alimuhifadhi Nuhu mjumbe wa haki. So mjumbe wa haki ni mhubiri, mjumbe wa haki, messenger, na watu wengine 7, hapo alipoleta gharika juu ya ulimwengu wa wasiomcha Mungu. Tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora, akipindua na kufanya majivu, akaifanya you see. So Petro pia anazungumza kuhusiana na nini? Gharika. Anamuita Noah a preacher of righteousness. Kimsingi kwenye KJV ametumia kabisa neno a preacher of righteousness. So was Noah a preacher? Yes. Was a messenger, a preacher of righteousness. Mjumbe, kwa ni mhubiri wa haki. So aliamini katika mpango wa Mungu, aliamini katika
katika kazi yake. Kwa maana tunaweza kusema agano la Mungu ndio haki. Mpango wake ni haki. Kwa waamini amehesabiwa haki. Okay. So Noa alihesabiwa haki kwa sababu alikuwa mjumbe wa, nasema anaitwa mjumbe wa haki. Haleluya. Anatangaza habari za nini? Haki. Haki ni nini? Mpango wa Mungu. Haleluya. You see that. So hata hivyo ni muhimu kuzingatia kwamba katika waraka wa kwanza wa Petro aliweza kurejelea akaunti hii au taarifa hii au masimulizi haya ya Nuhu kufundisha wokovu. Petro wa kwanza 3:18. Petro wa kwanza 3:18 anasema, kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya hao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akahuishwa, ambao kwa hiyo aliwaendea roho waliokuwa kifungoni akawahubiri watu wasiotii hapo zamani uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu. Unaitwa uvumilivu wa nani? Ukingoja. Kwa hiyo miaka 120 ni uvumilivu wa Mungu Anasema safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambapo ndani yake wachache, yani watu 8 waliokoka kwa maji. Mfano mambo hayo ni ubatizo na kwa ninyi pia siku hizi, sio kuwekea mbali uchafu wa mwili, bali jibu la dhambi safi mbele za Mungu kwa kufuka kwake Yesu Kristo. So ametumia habari na masimulizi ya gharika ya Nuhu au kipindi cha Nuhu kufundisha nini? Tumesema wokovu. Haleluya. Kwa hiyo natosha kusema kwamba marejeo ya matukio ya gharika na safina ya Nuhu lazima yaweze kufasiliwa kwenye muktadha wa matumizi yake. Marejeleo ya masimulizi ya safina na gharika, safina ya Nuhu na gharika, yanapaswa yafasiliwe kwa msingi wa muktadha wa matumizi yake. Hapa amefundisha kuhusu wokovu, sehemu nyingine amefundisha kuhusu nini? Hukumu. Isn't it? So tukirudi katika ile Isaya 54 mstari wa 9, Isaya 54 mstari wa 9, Isaya 54 mstari wa 9, going back there, ambapo anasema, kwa maana jambo hili limekuwa kama maji ya Nuhu kwangu, maana kama nilivyoapa ya kwamba maji ya Nuhu hayatapita juu ya dunia tena, kadhalika nimeapa ya kwamba sitakuonea hasira wala kukemea. Inatosha kusema kwamba miaka baadaye, miaka mingi baadaye, baada ya matukio ya masimulizi ya Nuhu na safina, Prophet Isaya, nabii Isaya ametumia maneno hayo, maji ya Nuhu, kuongelea uharibifu, kuongelea kutokuamini, kuongelea hukumu na pia kuongelea rehema na ukombozi wa Mungu. Ametumia kishazi maji ya Nuhu kuongelea nini? Uharibifu, destruction. Kuongelea nini tena? Unbelief, kutokuamini. Kuongelea nini tena? Hukumu, judgment. Lakini pia kuongelea rehema na nini? Ukombozi wa Mungu. Unaweza kaona pale anasema, nimesema kwamba sitakuonea hasira tena, si ndivyo? Wala kukukemea. Maji ya Nuhu. So anafundisha, anaonyesha kuna uharibifu etc. then na ukombozi na rehema za Mungu. Kwa hiyo manake nini? Kutoka katika uchambuzi ambao tumefanya kwenye kipindi kilichopita, uchambuzi wa kina ambao tumefanya kwenye kipindi kilichopita, kishazi hiki maji ya Nuhu, na vile ambavyo kimeelezewa na waandishi wa maandiko. Kwanza kutoka Musa, si ndio? Katika Kutoka, na pia waandishi hawa wa baadaye Isaya. Inatosha kusema kwamba Isaya alikuwa anafundisha collaboratively from the book of what? Genesis. Wanafundisha kwa kuthibitisha kutoka katika maandiko ya nani? Ya Mwanzo au maandiko ya Musa. Alikuwa anafundisha kwa uthibitivu kutoka katika kitabu cha Mwanzo. Haleluya. So kimsingi tumeangazia sana njia hizi za kwa kina, za hizi dhana za kutafsiri maandiko. Kama mnakumbuka, tulijifunza ile nini ile? Jifunza ukiacha codified language, tulijifunza nini? Kabla ya motifu, kabla ya codified language kuna kitu tulijifunza.
identification unifiers. Viunganishi vya nini? Vya utambulisho. So kama umesahau, unarejea katika zile sehemu za mwanzo kule, unasikiza tena na tena kupata kukumbuka. Kwa tumeangalia kwa kina hizi dhana za tafsiri au hizi dhana, hizi concepts kwa ajili ya Bible interpretation. Kwa ni muhimu pia kuweza kurejea na kurudia na kusema tena kwamba mzizi wa misconception, kuwa na dhana potofu, kuwa na dhana potofu, mzizi wa dhana potofu mara nyingi unatoka au na asili kutoka pale ambapo fungu la maandiko limetafsiriwa isivyo sawa sawa. Fungu la maandiko limetafsiriwa vibaya. Kwa hiyo ukweli ambao unakuwa communicated, ambao unakuwa nawasilishwa na mwandishi wa lile fungu unapotea. Dhana potofu, imani potofu zina msingi ama mzizi wakati pale fungu la nini? La maandiko limetafsiriwa vibaya ama limetafsiriwa kimakosa. Na kwa hivyo ukweli ambao unawasilishwa na mwandishi mwenyewe wa asili wa lile fungu unapotea, na wale wasikilizaji ama wasomaji wa lile fungu ambalo limefanyaje, limetafsiriwa vibaya, wasikilizaji wale fungu lilofasiriwa vibaya watakuwa misinformed, wanapata taarifa zisizo sahihi na wanapotezwa katika ufahamu wao kwenye hiyo mada. Wanakuwa wametaarifiwa isivyo sahihi na wanapotezwa katika ufahamu wao juu ya hiyo mada ambayo ilikuwa inafundishwa au ilikuwa inazungumzwa. So we can say the root of misconception, the root of what? Misconceptions often originates from when a text of scriptures is wrongly interpreted. So the truth communicated by the author is lost. Amen. The truth communicated by the author is what? Lost. And the audience of the wrongly interpreted scripture or text will be what? Misinformed and what? Misled in their understanding of the subject matter. Do you understand? So kueleza zaidi hii, unaweza kaangalia focus ya Yesu, kemeo la Yesu kimsingi, jinsi Yesu alivyowakemea wanafunzi wale wawili walikuwa njiani kuelekea Emmaus. Angalia kitabu cha Luka sura 24 mstari 25. Kitabu cha Luka sura 24 mstari 25. Luka Luka 24 mstari wa ngapi? 25. Akawaambia, enyi msiofahamu wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Tuko pamoja? Amesema enyi wenye mioyo, hilo ni kemeo, sio kemeo. Sema, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? 27. Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika mambo yote, akaeleza katika maandiko yote mambo yote aliyomhusu yeye mwenyewe. Hallelujah. So you can see Yesu anawaita all fools and slow of heart. Enyi msiofahamu wenye mioyo mizito. Enyi msiofahamu wenye mioyo mizito. Enyi msiofahamu wenye mioyo mizito. Kuamini yote walionena manabii. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa. Anaanza kutoka wapi? Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yote yaliyomhusu yeye mwenyewe. Hallelujah. So kwa nini Yesu alisema wapumbavu wenye mioyo wazito wa moyo, wenye mioyo mizito? Kwa sababu neno msiofahamu kimsingi kwenye KJV ni all fools. Kiswahili kimejaribu kidogo kuweka watu wasianze kujisikia vibaya, maana Waswahili hawapendi kuambiwa nani ukweli. Lakini anyway, katika wakati wao, of course, katika lugha ya Greek hilo neno tafsiriwa fools lina maana sio mbaya sana, ila ni mbaya. Ila sio tusi, tunaangalia state ya moyo wa mtu.
Amen. Of whose and slow of heart. So ukiangalia katika muktadha unaweza kuona kwa nini Yesu aliwaita hivyo. Kutoka kwenye muktadha kuanzia mstari wa 13 hadi wangapi? Wa 24. Kuna story pale. Hawa mstari wa 13 unaonyesha walikuwa wawili wakielekea kijiji kinaitwa nini? Emmaus. Siku hiyo moja. Mstari wa 14 anasema walikuwa wanaongea pamoja juu ya mambo ambayo yamefanyaje? Yametokea katika nini? Yerusalemu. Na kusema katika muktadha watu hawa walipokuwa wanatembea then Yesu alifanya nini? Alijoin nao, si ndivyo? Lakini hawa watu ukifuatia vizuri kwenye muktadha kuanzia mstari wa 9 wanaonekana wanafunzi wa Yesu. Walikuwa disciples. Sio katika wale 12 lakini nini? Disciples. Tunafahamu kulikuwa na 12, kulikuwa na 70, kulikuwa na mia ngapi. So they were disciples. Kusoma mstari wa 9. Hallelujah. Soma kuanzia mstari wa 9 kienda pale mbele mpaka 13 utaona kwamba walikuwa ni wanafunzi. Glory to God. Hallelujah. Tunaweza kusoma labda mstari wa 9 mpaka wa 13. Some wenyewe. Mstari wa 9 mpaka wa 13. 1, 2, 3. Ngoja umeacha watu. 1, 2, 3. Nao ni Mariamu Magdalena na Yohana na Mariamu mamaye Yakobo na wale wanawake wengine waliokuwa pamoja nao. Hao waliwaambia mitume habari ya mambo hayo. Maneno yao yakaonekana kuwa kama upuuzi kwao, wala hawakuwasadiki. Lakini Petro aliondoka akaenda mbio hata kaburini, akainama akachungulia ndani, akaviona vile vitambaa vya sanda tu, akaenda zake akiyastaajabia yaliyotukia. Tazama, siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja. Kwa watu wawili miongoni mwa nani? Mwao wa nani? Wanafunzi. Walikuwa wakielekea kijiji cha Emmaus. Kwa ukiangalia hapa mambo ambayo yalitokea ambayo walikuwa wanazungumza katika safari yao kwenda Emmaus yalikuwa yanahusiana na kifo cha nani? Cha Yesu. Na fakti ya kwamba wanawake Mariamu na Magdalena na Yohana na mama wa Yesu na mama wa Yakobo na wengine wanawake waliokuwa pamoja nao wameshawajulisha, waliwainform wanafunzi hao wa Yesu kwamba hawajamwona Yesu, hawajaona mwili wa Yesu physically, ule mwili wenyewe katika nini? Katika kaburi. Wakasema amefufuka, lakini wale jamaa na hao wawili wametoka katika hizo habari na wenyewe wanaenda wanaongea mambo tuko pamoja So background tena ya story unaweza kuipata kwenye kuanzia mstari wa 1 mpaka huo mwingine wa ngapi? Wa 9. Hallelujah. So ukiangalia katika maelezo mazuri kabisa ya Luka juu ya mwitikio wa mitume kwenye mstari wa 11 anasema kwamba hawakuamini. They believed them not. Wanawake walipoenda kupeleka ushuhuda kwamba Yesu amefanyaje? Amefufuka, hawakuamini. They did not believe the report. Amen. Na hii inaeleza kwa nini Luka tena anafanya tuone Petro amekimbia kwenda kaburini kwenda kuconfirm maneno nini ya wanawake. Mstari wa 12 pale anasema kainuka Peter akakimbia kwenda kule akaangalia akaona anasema na yeye anashangaa nini kimetokea. Tuko pamoja si ndivyo? So ukiangalia fact hapa yameelezwa hasa kwenye mstari wa 9 anasema akarudi akaambia mambo yote yale wale 11 na wale wengine. Kwa mitume wanawake waliwaambia mitume wote. Waliwaambia mitume na wengine wote. Taarifa ya wanawake ilifika kwa wote. Kwa maana yake anaposema kwamba kwa mfano hebu soma mstari wa 9. 29. 1, 2, 3. Wakaondoka kaburini, wakarudi, wakaarifu wale 11 wengine wote habari ya mambo hayo. Kwa hiyo kulikuwa 11 na wengine wote. Kwa hao wanafunzi wawili miongoni mwao siku hiyo waliokuelekea Emmaus walikuwa katikati ya hao wengine wote. So it means information walikuwa lakini walikuwa wazito wa moyo kuamini yote yalionenwa na manabii. Hallelujah. Tuko pamoja So inamaanisha wanafunzi wa Yesu ukiachana na mitume nao walipata information. Na katika akaunti hiyo hiyo tunajua kabisa kwamba Yesu alikuwa na wanafunzi wale 12 ukisoma kwenye 9:1 na 2. Alafu pia alikuwa na 70, alikuwa na wanafunzi 70 kwenye Luka 10:1.
Haleluya. Alafu ukiangazia kwenye Matendo ya Mitume 1:12 mpaka 14 unaona kulikuwa na 120. Si ndivyo eh? Ana mention 120 exclusive ya wale wangapi? 12. So it means wanafunzi wa Yesu ni zaidi ya 12, ni zaidi ya 70. There were more to Jesus disciples. Glory to God. So hawa jamaa wawili walikuwa wanasafiri kuelekea kijiji cha Emmaus kwenye Luka 24 mstari wa 15 na 17. Kimsingi kabisa kwa wazi walikuwa ni wanafunzi wa Yesu au sehemu ya wanafunzi wa nini? Wa Yesu. Kama vile mitume wale wengine 11 na wao pia hawakuamini. Kwa nini tunasema mitume 11? Sababu Yuda alishakuwa amejinyonga. Kwa wakabaki 11. Amen. Kwa hiyo inaeleza kwa nini Yesu aliwaambia kwenye mstari wa 25 na 26, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito. Kwa sababu wameshuhudia lakini hawakuamini. Lakini pia alisema nao kabla juu ya mambo haya kwamba yatatokea, na still they didn't put it into heart. Yametokea pia bado wakawa wazito. So hasa wazito, maana je, haikupasa Kristo kupata mateso haya na kunyanyua utukufu wake? Akaanza kutoka Musa. So anafanya intertextual corroboration kwenye kuanza kutoka Musa mpaka manabii wote. Maana anawaeleza mambo yote kumhusu. Kwa kila kwenye vitabu anamotembea kuna mambo anawaonyesha. Unaona na hapa, unaona hapa, unaona ile aliyosema ni sasa na ushuhuda ule anawaonyesha. Je, kuna anawatumia namna zote zile, sijui codified language, sijui nini nasema viunganishi vya utambulisho katika kuanza toka Musa na manabii wote. Manake utaona kwamba hizo namna zote ziliweza kuwa employed ili kuweza kuwafundisha na kuwafungua akili waweze kuelewa nini ambacho kimetokea. Sasa ukiangalia tofauti kati ya response ya wanawake na ile ya mitume, kuna tofauti kati ya response au mwitikio wa wanawake na ule wa nini? Wa mitume na wale wanafunzi wengine wawili. Luka 24:1 mpaka mstari wa 10. Luka 24:1 mpaka mstari wa 10. Luka 24 anasema, Luka 24 anasema, hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakialeta manukato walioweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limevingirishwa mbali na kaburi. Wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Na walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi katika nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akalipo Galilaya, akisema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya tatu. Kwa aliwaambia. 8. Wanawake anasema wakayakumbuka maneno yake, wakaondoka kaburini, wakarudi, wakawaarifu wale 11 na wengine wote habari za mambo hayo yote. So waliwaeleza habari za malaika, waliwaeleza malaika walichosema, waliwaeleza kumbusha ya kwamba Yesu alisema. So wanawake waliamini. Hawa kinapita, wale wengine wawili wanaenda Emmaus, wanastahili kuitwa wazito wa moyo. Okay. So 11 anasema, hao waliwaambia mitume habari ya mambo hayo. 12. Maneno yao yakaonekana kuwa kama upuzi kwao, wala hawakuwasadiki. Lakini Petro aliondoka akaenda mbio hata kaburini, akainama akachungulia ndani, akaviona vile vitambaa vya sanda tu, akaenda zake akiastajabia iliyotukia. So anastajabia. Sasa haiweki wazi sana, ameamini au akiastajabia. Nenda. Yaani kama iko hawa wanasema nini? Hebu wewe niende. Kaenda kwa hakika anakuta kaburi liko wazi. Kwa nini anataka kwenda kuangalia na macho? Si hakiki zaidi maneno Manake ni kama alikuwa katikati. Hebu ngoja nikaone watu wanasema hayupo. Kweli hayupo. Sasa wewe unaambiwa bwana wako mahali tumemlaza hayupo. Unaacha kwenda kupaangalia? Hiyo kwanza kuachilia amefufuka au hajafufuka.
Tuchukulie hajafufuka lakini mwili wake haupo. Kwa nini tusiangalie kwa nini mwili haupo? Umeenda wapi? So Peter went to see the place where his master was laid, and he didn't find anything. And they saw he was just like, what has happened here? Biblia isemi kwamba aliamini. Ndio maana hata mbeleni Yesu alipotokea, still palikuwa na namna, akawakemea kutokuamini kwao. What? And Peter inclusive. Tuko pamoja? So wanawake walikumbuka maneno yake. Maana yake walikumbuka maelezo yake kutoka katika maandiko matakatifu kuhusiana na kufa, kuzikwa na nini na kufufuka. Ndio maana mstari wa 48 anasema anasema akawaambia, nafikiri of course Biblia anasema akawaambia, haya ndio niliowaambia nilipokuwa ningali pamoja ya kwamba lazima yatimizwe yote nilioandikiwa katika Torati na manabii na nini na Zaburi. Kwa hiyo these people were taught, these people were already preached, walifundishwa tayari, walielezwa tayari na Yesu juu ya mambo ambayo yatamtokea, ila walikuwa wazito wa moyo. Kwa baada ya ufufuo anarudia tena kauli zile zile kwamba niliwaambia jamani kwamba lazima yatimizwe yote niliyoandika katika Torati ya Musa, katika manabii na katika Zaburi. So naweza kusema kwamba ujumbe wa Torati ya Musa, manabii na Zaburi kwenye jambo hili ulikuwa mmoja, kwamba ni habari ya kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu. Kwamba Kristo atateswa, atapata nini? Ataje? Atafufuka siku ngapi? Ya tatu. Je, wewe umewahi kusoma kwamba Yesu atateswa kwenye vitabu vya Torati, Zaburi na manabii? Umewahi kusoma kwamba Yesu atateswa? Wazi Yesu atateswa. Kwa maana yake unaposoma vitabu hivi, unapofanya intertextual correlation, unapoangazia hizo motifu, unapoangazia, unapata logos of scripture, unapata ujumbe wa maandiko kwamba Kristo mpaka mafuta atafanya nini? Atateswa na siku ya tatu atafanyaje? Atafuka, au ataingia katika nini? Utukufu wake. Umeelewa hiyo So walipowaambia mitume na wale wengine kila ambacho wamekiona, wale wanawake, maneno yao yakaonekana kuwa nini? Upuzi, fairy tales. Na maandiko yanasema kwamba hawakuamini ripoti yao. Unaiona kwenye Luka 24:9-11 kama tulivyosoma. Kwa Yesu akawarejelea hawa wanafunzi 12 kama slow of heart to believe all that the prophets have spoken, wasiofahamu na wazito wa nini? Wa mioyo, kuamini yote ambayo manabii wamefanyaje? Wameyasema. Kwa hili neno wenye mioyo mizito kuamini inamaanisha kwanza, kwa kuwa wanafunzi wa Yesu amewafundisha kweli hizo zote katika maandiko. Ndio maana akasema kwenye 44 kwamba haya ndio mambo niliyokwisha kuambia, si ndivyo? Kwa maana aliwafundisha kutoka katika maandiko nini? Matakatifu. Lakini pia kiachilia mbali kuwa wanafunzi wa Yesu, hawa ni Wayahudi. Kwa kuwa Wayahudi walikuwa na oracles of God, yani walikuwa na maneno ya manabii katika maandiko matakatifu. Kwa hiyo maana yake walikuwa wanajua kwamba wanamtegemea Masihi, walikuwa na mategemeo. They knew about and they expected the coming of the Messiah. Walijua kuhusu Masihi na walikuwa wanatarajia kuja kwa nani? Kwa Masihi. Imeandikwa katika Torati yao. Kumbukumbu la Torati 18:15. Can you go there? Kumbukumbu la Torati ngapi? 18, 15 na 18. Let's see here. Kumbukumbu la Torati 10 ngapi? 18, 15. Anasemaje? Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi, msikilizeni yeye. Hii ni Torati yao. Sura ya 18. Mimi nitaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote nitakayo Mungu. Haleluya. Kwa maana yake walikuwa na maandiko haya. Na Yesu alishuhudia kweli hii katika Injili ya Yohana 5:45-47. Yohana 5:45-47.
Yohana 5:45 mpaka 47. Msidhani kwamba mimi nitawashtaki kwa Baba. Yuko anayewashtaki ndiye nani? Musa, mnayemtumaini ninyi. Kwa maana kama mngalimwamini Musa, mngeniamini mimi, kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Lakini msipoyaamini maandiko yake, mtayaamini wapi maneno yangu? So Yesu anasema kwamba Musa aliandika habari zake. Kwa maana yake, kwa wao kuwa Wayahudi na wana manabii na maneno ya manabii, walipaswa kujua kwa habari ambazo zimeandikwa kwa Yesu. Kwa ni wazito wa moyo, kwa sababu this information they had. Lakini pia walikuwa wanafunzi wa Yesu kama tulivyosema. First and foremost, they were Jesus disciples. Amewafundisha. Unaweza kaona kwenye Luka 24:44. Amewafundisha. Amesema nao mara kwa mara habari hizo. Haleluya. So na mara kadhaa katika vitabu vya Injili, katika mazungumzo pamoja na Wayahudi, ilikuwa wazi kabisa kwamba walikuwa wanamngojea Masihi. They were expecting the coming of what? Of the Messiah. Sehemu nyingi sana. Unaweza kaandika Mathayo 3:1 mpaka 11. Mathayo 3:1 mpaka 11. Mathayo 11:2. Luka 7:18 mpaka 19. Luka 24:19. Marko 1:7 mpaka 8. Yohana 1:19, 20 na 21. Yohana 1:44 mpaka 46. Yohana 6:14. Yohana 7:40 mpaka 42. Yes. Hata wale Samaritans ni Wasamaria Wasamaria walijua na walikuwa wanamtarajia pia Masihi. Kumbuka mazungumzo ya Yesu na mwanamke kisimani kwenye Yohana 4:25. Anasema tunajua Masihi anakuja ambaye anaitwa Kristo. Akija huyo atatueleza mambo yote. Ile mwanamke anamwambia Yesu. Na Yesu anamwambia huyo anayezungumza naye ndiye. Yohana 4:25, 26. Lakini pia Yohana 4:39 mpaka 42. Unaweza ukaona kwamba Wasamaria nao walikuwa na ngoja Masihi. Petro kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume anasema wazi katika mahubiri yake. Mahubiri kwamba manabii wa Mungu walikuwa wakisema au wamesema kuhusiana na ahadi au kusema kuhusiana na kweli hiyo ambayo Musa alitabiri. Haleluya. Kwenye Matendo ya Mitume 3:22 mpaka ngapi? 24. Anasema manabii wote tangu Samueli na wote waliofuata, kama wengine walivyosema, ndivyo ambavyo walivyosema kuhusiana na siku hizi. Haleluya. Stefano pia alifundisha the same. Matendo ya Mitume 7:37. Kwamba Bwana alisema atawainulia nabii katikati ya miongoni mwa ndugu zenu. Anasema sikilizeni yeye. Kwa kuna ushahidi wa wazi kabisa kwamba Wayahudi walikuwa wanajua kuhusu kuja kwa Masihi na walikuwa wakimtarajia. Walikuwa wanajua kuja kwa Masihi na walikuwa wakifanyaje? Kumtarajia. Sasa Luka kwenye fungu hili la Luka 24 anafanya tuone walikuwa na wrong mindset. Walikuwa na dhana potofu kuhusiana na Masihi au kile ambacho Masihi angefanya. Ndio shida kubwa. Kwa walikuwa wanasoma, walikuwa wanamtarajia Masihi, lakini walikuwa na wrong mindset. Masihi atafanya nini? Walikuwa na mtazamo usio sawa. Nafikiri pia ni matokeo ya interpretation isio sawa sawa kutoka kwa walimu wao Mafarisayo. Nimesema kwamba fungu likifasiriwa tu tofauti, basi wale wanaosikiliza maana yake ni kwamba wanapata information, wanakuwa misled, si ndio Kwa hiyo pamoja na kusikiliza, kwa nini ilikuwa vigumu wao kuamini ile? Kwa sababu walikuwa na mtazamo tofauti kuhusiana na Kristo. Amen. Angalia mstari wa 21 ya kitabu cha Luka. Walikuwa hawaelewi vizuri, walikuwa na mtazamo mbovu ya angefanya nini na namna gani angefanya, ambapo tutaielezea vizuri katika studies zetu tunavyoendelea. Angalia Luka 24:21. Naomba usome hapo kama umefungua. Luka 24:21.
Okay, Luka 24:21. Na tusome. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Zaidi ya yote, leo ni siku ya 3 tangu yalipotendeka mambo haya. So walikuwa wakitegemea yeye ndiye atakayekomboa Israeli. Kwa komboa kutoka wapi? Kwa komboa kwa kufa. Masihi ni mfalme, wanamtarajia atawakomboa kutoka kwenye utumwa wa wale mataifa lile lilokuwa linawatawala wakati huo, Rumi. Kama leo hapa watu wanapokuwa wanategemea kwamba mpendwa mlokole akiingia Ikulu ndio ukombozi umetokea, ufalme wa Mungu umeenea Tanzania. Yaani ufalme wa Mungu kuenea ni Wakristo wakishakuwa kwenye nafasi za mamlaka. It's a challenge. So walikuwa wakiamini kwamba Masihi hata kufa. Masihi ndio mfalme mwenyewe, atakaa kwenye kiti cha enzi cha Daudi kama Daudi. Atatoka na kutushindia vita dhidi ya maadui zetu. So they had a wrong mindset. The Messiah would come and redeem them from an earthly government, kutoka kwenye serikali ya kibinadamu. Ndio maana Yohana akarekodi katika taarifa yake baada ya mkate wa kuwalisha watu 5,000 kwa watu 5,000 aliwalisha na mikate mingapi? Muujiza wa kuwalisha watu 5,000 kwa mikate mingapi? 5 na samaki wangapi? 2. Walitaka kumfanya mfalme kwa nguvu wale Wayahudi. Hayo kana jamaa mwema safi sana. Akiwa mfalme huyu hakuna kulima, anafanya tu mikono hivi chap, tunakula, tunashiba. Vitu vinashuka. So ukiangalia ule mtazamo ni kwamba wao mtazamo wa Masihi ni mtu ambaye atatawala kama serikali za kibinadamu na atawashindia vita zao dhidi ya maadui wao. Kwa hiyo walikuwa wanatarajia hayo. Kwa unaposema, ndio maana Petro alimshika Yesu akamkemea. Yesu alipokuwa anasema kwamba tazama nitaelekea Yerusalemu, nitakayochukuliwa mikononi si makuhani wa nini, nitasalitiwa, nitauawa. Anasema hamna, huwezi kufa. Sasa tumeacha mambo yote, sisi tumemfuata Masihi, mfalme wa wafalme hapa. Alafu anatuambia habari za kufa. Aliona Yesu hayuko serious. Wewe umetumwa uje mfue mfano. Unaongeleaje kufa mzee? Unakufaje? Kwa tembea na panga wale jamaa mfukoni. Mlinda Masihi mfalme asife. So there was a wrong mindset. Tuko pamoja Kulikuwa na mindset sio nini sahihi. They thought that he will come to rule ile nasema earthly, kwa na utawala wa duniani. Amen, amen. Utawala wa nini? Kwa ndio maana wakawa wanataka kumshika kwa nguvu, wamfanye nini? Anatoa chakula yani. Inua mikono juu. Ingetokea Bongo hapa unaonaje? Yaani huyo angeshika kwa nguvu awe rais. Muujiza tayari. Watu wapendi kufanya kazi. Amen. So hiyo unaweza kaiona kwenye Yohana 6:14-15. Hicho kitendo cha wao kutaka kumfanya mfalme kwa sababu ya kula mikate. Na wengine wananiambia mimi mlinifuata tu kwa sababu ya mikate. Sio kwamba mlinifuata kwa sababu ya neno, mlinifuata kwa sababu ya mikate. Na watu ni wapenda mikate. Kama leo watu wengine wanakwenda maanzani kutafuta muujiza tu. They are after miracles. Kisha akishapona anabaki nyumbani. Yule mgonjwa anakimbilia mlango wa kanisa. It is terrible. Amen, amen. Yes. Imeandikwa pia kwenye Mathayo 21:1 mpaka mstari wa 11. Behold, thy king cometh unto thee meek. Afilo ameweka juu ya mwanapunda, akawa anaweka na nguo barabarani. Ile ni kingly entrance. Ingia kwa mfalme katika mji wake. You see? So kana imba nyimbo sana, mwana wa Daudi, heri yeye ajaye kwa jina la nani? La Bwana. Sana juu. Haleluya. Usoma mstari wa 10. Naomba usome Mathayo 21:10 na 11. Anasemaje? Mathayo 21:10 na 11. Chapter.
Hata alipoingia Yerusalemu mji wote ukataharuki. Kwa wasema makutano nasema ni nani huyu? Makutano nasema huyu nabii yule Yesu wa Nazareth. Si ndivyo Jesus the prophet of Nazareth of Galilee. So katika mind zao walikuwa na fail kwamba ataenda kufanya mapinduzi ya ile serikali hiyo, kwa kufanya overthrow, mapinduzi juu ya serikali ya Kirumi iliyokuwa inatawala. Herode pia alikuwa na mtazamo huo. Mathayo 14:1, Luka 3:1, 19 na Luka 9 ngapi? 7. Tuko pamoja Pilate pia, Pilato governor wa Roman chini ya kwenye province ambayo ni ya Judea chini ya Tiberius Caesar, Kaisaris Tiberius. Mathayo 27:2 na Luka 3:1. Hao wote walikuwa na sehemu ya kufikiri kwamba ana mpango wa overthrow nini government. Lakini baadaye akawa amekamatwa na kusulubiwa. Mathayo 20 ngapi? 26, 56 mpaka 57 kamatwa na kusulubiwa. Mathayo 27:1 mpaka 2 amekamatwa na kusulubiwa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba alipo state kwenye sura ile ya 16 kwamba ataenda kuwekwa kwenye mikono ya wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na watamuua, utaona kwamba Petro alimkemea. Ni Mathayo 16:21 mpaka 23. Naona makemeo pale. Kwa hiyo inaeleza mtazamo. Kwa hiyo inaeleza kwa nini wakati amekamatwa wale 11 walifanya walimkimbia. Walimwacha wakamkimbia. Sasa sijui mfalme jamaa mwenyewe anakamatwa tena. So ina maana kama matumaini yalipotea juu ya Yesu, kwa sababu wategemea yeye ndiye anayekuja kuwakomboa, afu jamaa mpaka anakamatwa, anaweka msalabani, anapigwa, afanyi muujiza wote wa kushuka, afanyi muujiza wote wa kuangamiza maadui zake. Maana kwa anajua ngoja nyinyi tunamfahamu sisi master, subirini muone. Anajua yani huyu kuna mahali tu. Wanamkamata pale bustanini, bado akawa na moyo, akafuata nyuma. Wanamuhoji pale kama kwani wako wanaenda wanampiga viboko, akasema tunamjua master. Wewe master ni kitu kingine. Atawaonyesha tu show, huyu ni mfalme. Peleka kwa Pilato, bado jamaa furukuti pale. Wanaanza mpaka anamtundika msalabani, anapiga misumari jamaa. Mara Eloi Eloi lama sabakitani, Mungu wangu roho yangu naiweka. Mafunzo akaona sasa kwisha habari yake, kwisha sisi maisha yetu tumepoteza. Miaka yote hii tumekuwa tunafuata mtu tukijua ni mfalme, kumbe yaani mwalimu mzuri tu. Unajua situation ya wanafunzi huwezi kuielewa sana kama uko wafuasi wa miaka kadhaa, umeacha familia, mke, umeacha kila kitu, umemfuata, alafu mambo yanatokea. Aibu ya familia. Unaface vipi jamii yako, familia? Ilikuwa giza, walikimbia, wakatawanyika, wakarudi kwenye nyavu, wakarudi kwenye nini. Yesu aliwaambia msifadhaike, walikuwa wamefadhaika. Hali zao ni tete. Mashaka kama giza. Anasema lakini siku ile mtafurahi, na furaha yenu hakuna mtu atakayeweza kufanya kuiondolea. Ndio maana matukio hayo yaliyowafanya wakafadhaika, walipokuja kuelezwa vizuri wakapata revelation. Maandiko yanakuambia kwenye Luka 24:51, wakarudi Yerusalemu kwa furaha kuu. Unaona kitu So issue ni revelation. Matukio hayajabadilika, yale ni kufa, kuzikwa na kufuka. Kabla hajaelewa yalileta huzuni. Baada ya wao kuelewa yalileta furaha kuu na ujasiri mkubwa, na wakaenda kuhubiri Injili. Tuko pamoja? So you can see walimkimbia. Mathayo 26:56, they fled, walikimbia. Wakamkimbia. Marko 14:50, they all forsook him and fled. Kwa ilikuwa haiwaingia akilini kwamba inawezekanaje Masihi ambaye alifufua wafu, Masihi aliyefufua nini? Wafu, aliyetoa pepo, majini na mashetani ambao hawajai kuona, ambaye aliponya magonjwa ya kila namna katika makutano makubwa, aliyetembea juu ya maji, aliyezima dhoruba na kutuliza dhoruba kali katika nini? Katika bahari, ambaye alibadilika mbele yao mlimani, transfigured pale. Mbele yao wanaona anaweza kukamatwa na wanadamu tu na kuuawa. Hiki kitu kiliwatesa sana akili. Inawezekanaje?
a king to be put to death that way. Not just a king, a Christ. An anointed one. The one who was prophesied from the writings of Moses. So they had the writings. But their minds were blocked not to see. Fahamu zao zilikuwa zimefungwa wasione kwamba imempasa kupata mateso na kufa, kuzikwa na kufufuka. Sikata tena kwenye kufuka ataongelea, yani tu kufa, swala la kufa ilikuwa kwa kweli aliwaingia kichwani. Tuko pamoja? So walikuwa disappointed sana. Walikuwa wamevurugwa, walikuwa wameshukana tamaa, wamechoka, wamekuwa discouraged, downcast kabisa, distraught. Ilikuwa mbaya. Na Yesu aliwaambia mapema, Mathayo 26:31. Mathayo 26:31 anasemaje? Mathayo 26:31 anasemaje? Mathayo 26:31. Kwa anasema ninyi wote mtafanyaje? Mtachukizwa kwa ajili yangu usiku. Amen, amen. Alishawaambia mapema. Yaani hakuna kitu Yesu hakuwapa. Faili yote ya kuteswa, wao kukimbia, yote aliwapatia. 14:27 ni mambo hayo hayo. Na Yohana 14:1 narudia story hiyo. Haleluya. Na Yohana 16:32. Kwa hiyo iko wazi kabisa kwamba kwa nini wanafunzi hawa wawili kuelekea Emmaus walizungumza walivyozungumza. Walizungumza hivyo kwa sababu mtazamo wao ulikuwa huo kwamba Yesu ni mfalme na atatawala kwenye kiti cha enzi cha Daudi physically na atawashindia vita za maadui zao. Kwa hiyo walikuwa wamechoka, wamekuwa disappointed kuona kwamba amekamatwa, amesulubiwa na amesema imekwisha. Wewe mtu mmepiga mipango hapa, jamaa anakufa anasema imekwisha. Kila mtu kwao. Meisha hiyo. So ilikuwa ngumu wao kumeza. Iliitwa ngumu kumeza hiyo. Tuko pamoja? Kwa ukisoma mstari wa 21, Luka 24:21, hasa tuliamini ya kwamba yeye ndiye atakayewakomboa Israel. Lakini sasa imekuwa ni siku ya 3 tangu mambo haya yametokea. We trusted. Ni Greek, ni neno la Kigiriki elpizo. ELPIZO. Ambao Luka ametufundisha hilo neno pia sehemu nyingine, ametufundisha hilo neno kwenye Luka 6:34 na Luka 23:8. Inamaanisha kuamini katika, to trust in, to hope for, kutarajia juu ya au kuwa na expectation ajio. Kwa lugha nyingine walikuwa wanajua Yesu ni Kristo, ni nabii ambaye Musa alisema au alitabiri habari zake, ambaye atakuja duniani. They know that. Ila kwamba atakufa, atateswa, hapana. You see? So you can see walijua maneno haya manabii. Unaweza kuona kwenye Yohana 1:19-20. Yohana 1:19-20, Yohana 1:44-46, Yohana 6:14 na Yohana 7:40. Kwa hapa kizingatie kimsingi, pamoja na kwamba alikuwa amesema nao na nini, issue ilikuwa ni mindset yao kuhusiana na kile ambacho anaenda kufanya na namna ambavyo ataenda kufanya nini, kufanya au atakavyotekeleza. Yaani hiyo ilikuwa kidogo akili yao haijakaa sawa. Namna ambavyo anachukua ufalme, namna ambavyo anatawala, they did not understand. Kwa kutegemea atakamatwa, atauawa. Either walitegemea kwamba ataenda kuwakomboa kutoka kwenye tyranny na oppression ya Herode, kutoka kwenye mateso na ugandamizwa na Herode, Pontio Pilato pamoja na Tiberius Caesar. Haleluya. Kwa kutoka katika maneno ya Yesu, enyi wenye mioyo mizito, enyi msiofahamu wenye mioyo mizito, na kuamini yote walionena manabii. Kutoka kwenye maneno iko wazi kwamba wrong interpretation yao, tafsiri yao mbaya ya maandiko yao, tafsiri yao mbaya ya waandishi wa maandiko ilikuwa ni sababu ya kutokuamini kwao habari ambazo wanawake waliwaambia kuhusu Yesu kwamba amefufuka kutoka kwa nani? Kwa wafu. Amen, amen. Kwa maneno yao anasema yalionekana kama upuuzi. Unaposoma mstari wa 11 kitabu cha
Luka 24 puzi. Yes. Na wengine wakaona kwamba hawa wanawake hawa watakuwa emotional tu, walikuwa wamemiss tu mwalimu, wakawa wanaona picha tu, wanasema kwamba kuna watu watutokea au tumekuta amefufuka. So hii ni wazi kabisa ndio hatari ile ambayo tumezungumza ya wrong what interpretation ya text za maandiko. Ni athari ya tafsiri mbaya ya fungu la nini, mafungu ya nini ya maandiko. Kitafsiri vibaya unazalisha kutokuamini, unazalisha watu kuwa na dhana potofu, unazalisha watu kuwa na nini, na mitazamo isiyokuwa sawa sawa kuhusiana na Mungu, kuhusiana na kazi yake, kuhusiana hata wao ni nani na wanapaswa kufanya kitu gani. Tuko pamoja Akaendelea kufundisha kwenye siku 40. Yesu, kitabu cha Matendo ya Mitume 1:1, unaona aliendelea kufanya nini? Fundisha. Hebu soma pale. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Haleluya. Kitabu cha Matendo ya Mitume anasemaje? Moja, tunaanzia 1 tunakwenda mpaka 9. 1, 2, 3. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 9. Kile cha kwanza katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Hata siku ile alipofufuliwa juu, alikuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kufa kwake. Yes. Ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Kwa hiyo baada anafundisha kwa siku 40 mambo yaliyohusu nini? Ufalme wa Mungu. Endelea. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, Je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Bwana, je, wakati huu ndipo utawarudishia Israeli? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu. Kwa the how ya ufalme wa Mungu ni nini? Kupokea nguvu na kufanya nini? Na kuwa nini? Mashahidi. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Uyahudi wote, Samaria na hata mwisho wa nchi. Naam. Akisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, Mungu likampokea kutoka machoni pao. Amen. Glory to God. So unaona kwa swali lao ni kuhusiana na earthly kingdom, ufalme, concept yao ya Masihi, concept yao ya mpako mafuta, concept yao ya Kristo ilikuwa na msingi mbovu. Dhana yao walikuwa na imani potofu, hawakuwa wameelewa maandiko. Kwa ukiangalia kwenye mstari wa 3 anasema akawa anaongea mambo, akawa anaongea nao mambo ya usio ufalme wa nini? Wa Mungu. Mstari wa 3, si ndivyo? Things pertain to the kingdom of God. So bado amemaliza, wanamuuliza vipi unarejeza tena taifa la Israeli? Yaani unapiga lecture ya siku 40 alafu bado watu kuna kitu bado hakijakasa. Kwa hiyo inaonyesha wazi kwamba kichoko kwenye maindi zao ni kwamba Masihi atapokuja atarejesha utukufu wa taifa la Israeli. Ule ufalme wa duniani kabisa. Watashinda na kukonka mataifa mbalimbali ya dunia kama wafalme wengine katika historia ya Wayahudi walivyofanya. Kwa hiyo walikuwa disappointed kwa sababu amekufa. Kwa mstari 21 ile Luka 24:21 tulidhani, tuliamini, tulitumaini kwamba yeye ndiye atakayewakomboa nini? Israeli. Lakini sasa ni siku ya 3 tangu mambo haya yametokea. Kwa hiyo Luka anaonyesha jinsi ambavyo Yesu alianza correct mindset yao mbovu kuhusiana na ufalme wa Mungu. Glory to God. So nafikiri tutaishia hapo leo katika session hii.
Tutakuja kuendelea, tutaendelea kujifunza mambo haya muhimu ya kuyazingatia ili kuelewa maandiko nini matakatifu. We'll keep learning. Hope you are blessed, you are edified. Are you blessed? Nafunguka vichwa. Mungu amewabariki sana. Tutakutana katika session nyingine. Amen.